Sasa unapomwambia mtu usipite njia hii, lazima muonyeshe njia bora ya kufanya nini? Lazima muonyeshe njia bora ya kufanya nini? Nitataja njia 5 kwa haraka haraka. Nilipanga kumaliza mada saa 5:30 ili niwe nimemaliza kila kitu, kwa sababu nimeanza saa 4:30 karibu, nafikiri mnakumbuka. Kwa hiyo saa 5:30 nitakuwa nimemaliza risali moja, nimwachie risali moja na kidogo Sheikh Abu Jadawi na utaratibu wa dua. Ndugu zangu, kitu kingine ambacho ungeweza kukifanya ni kutafuta utaratibu mzuri wa kupanga uzazi. Ziko njia za asili za uzazi wa mpango, hazina madhara, japo zimetajwa na wazee wetu ambao hawakusoma kama ambavyo tumezoea kuwaita. Lakini kwa sababu ya kile walichopewa na Mungu kipaji, wameweza kutufundisha njia sahihi za kupanga uzazi zisizo na madhara. Lakini pia ziko njia za Kiislamu zisizo na madhara za kupanga uzazi. Nitazitaja kwa kombaini yake njia 5 tofauti tofauti. Nitaanza na njia ya kupanga uzazi ya kukwepesha. Njia ya kwanza ya kupanga uzazi ni kukwepesha. Kukwepesha ni ile hali ya kuangusha gari kituoni kabla haijafika. Dawa kazi hii inahitaji mwanamume mwenye uzoefu na moyo wa subra, na mwanamke mwenye uwezo wa kumjua udhaifu wa mwanamume anapofikia katika 90 degree. Ziko dalili kadhaa ambazo mwanamume akishafikia dalili hizo, wewe unatakiwa umsaidie kuzungusha steering pembeni mwa barabara. Ya kwanza ni joto kali la mwili, kukakamaa mwili, macho kusinzia. Hizo ni baadhi ya dalili. Na akifika pointi lazima afumbe macho, japo kwa sekunde 10. Lakini njia nyingine ya kupanga uzazi ni kutumia mbegu za papai. Nenda nyumbani, kanunue mapapai yaliyoiva 8, 7, 10, kwangua mbegu zile za ndani, mapapai yaliyoiva. Alafu anika mbegu zako eneo lenye mwanga kwa muda wa siku 3 mpaka 5. Mbegu zikisha kauka zitwange, alafu chekecha kama unavyochekecha unga wa mahindi au wa muhogo ulioutwanga kwenye kinu. Ule unga mwepesi unaotokana na mbegu za papai uhifadhi, una uwezo wa kukaa mahali pakavu bila kuharibika kwa siku 90. Manake unga wa mbegu ya mapapai, mbegu za mapapai, unaishi siku 90 bila kuharibika, eneo likiwa halina unyevu au joto kali. Utahifadhi kwenye kopo au chombo cha plastiki au chombo cha udongo. Utakachofanya kila unapotaka kuelekea kwenda kona ya Bwiru, ukijua leo dereva wa bodaboda atanifuata jioni, alafu tunakwenda kona ya Bwiru. Manake hapa sasa pia Uislamu unapanga utaratibu wa kukutana na mwenzio kama mnataka kuelekea kona ya Bwiru au mnakwenda ile kona ya airport. Ukiona leo usiku utakwenda kona ya Bwiru, dereva anakuja na pikipiki yake masaa 2 kabla pikipiki haijapaki kituoni. Nimeeleweka vizuri haya maneno? Masaa 2 kabla pikipiki haijapaki wapi? Kituoni. Unachukua kijiko cha chai. Unachukua kijiko cha chai. Unga wako ule kijiko cha chai kimoja tu, ikiwa uzito wako ni kilo 70 kuja chini. Ikiwa inavuka 75 kwenda juu, utachukua vijiko vya chai 2. Ikiwa uzito wako kilo 75 kwenda juu, vijiko vingapi? Ikiwa uzito wako kilo 70 kuja chini, kijiko kingapi? Unakoroga kwenye maji ya vuguvugu, unakunywa. Unga huu utakufanya kuwa salama, huwezi kushika mimba kwa masaa 24. Kama ulikunywa saa 12 jioni, utakuwa salama mpaka kesho saa 11 jioni. Ikifika saa 12 tayari unga umeanza kupoteza uwezo, unatakiwa kunywa mwingine masaa 2 tena kabla ya safari ya kwenda kona ya Bwiru. Mmenielewa vizuri? Nimeeleweka sawa? Kwa hiyo hapa mnachofanya ni kupanga ratiba ya kwenda kona ya Bwiru na utaratibu wa kunywa dawa hii kabla ya kwenda kona ya Bwiru, na dereva hajafika masaa 2 na bodaboda yake. Kwa sababu madereva bodaboda hawakawia ajali barabarani. Si mnawajua? Watoto si mnawajua madereva bodaboda walivyo na fujo Mmenielewa vizuri? Kama uwezi hiyo, tumia majivu. Naweza kusema mimi uwezo wa kununua papai sina. Mapapai yanauzwa 1100, 6 ni mengi, mimi 6000 sina. Majivu.
Nani leo hana majivu nyumbani kwake? Hata ukiwa na jiko la gesi na umeme, lazima ndani una jiko la mkaa. Pikia mkaa wako, lile jivu linaloanguka chini jeupe baada ya mkaa kuungua au kuni kuungua, jivu lile lichekeche vizuri, liweke kwenye chombo. Jivu lile pia lina uwezo wa kukaa siku 120, miezi 4 bila kuharibika, na lina kemikali. Ndio maana jivu haliozi. Huwezi kuozesha jivu, labda umwagie takataka na maji mengi. Utakachofanya ni kunywa kijiko cha chakula kimoja ikiwa kilo zako ni chini ya 70, na kama zinazidi 70 unakunywa vijiko 2 vya chakula, jivu lilojaa kwenye maji ya moto, unakoroga unakunywa masaa 2 kabla ya safari ya kwenda Buhongwa. Mmenielewa? Masaa 2 kabla ya safari ya kwenda wapi? Buhongwa. Ukitumia mtaratibu huu huwezi kupata mimba. Kikubwa wewe ni kukaangalia kalenda tu. Lakini pia unaweza kutumia njia ya tatu. Wanawake mnaonaga kila mwezi kuna mwezi maalumu unaandama, mnauonaga ule mwezi ukiandama, macho yenu huwa yanashindwa kuangalia, yanakuwa unawapiga macho, unawaumiza. Sasa huwa vitambaa, mnachukuaga vitambaa fulani, usiku ule unafunga pale, au mchana unafunga ule mwanga usikuumize macho. Kina mama mmenielewa? Sasa kile kitambaa cha kwanza unachofunga kuzuia mwanga wa mwezi usikuumize, hata kama umenunua pedi ya dukani, ile ya kwanza ikishajaa, si unaibadilisha ili uvae tena usiangalie mwanga ukuumize? Sasa ile ya kwanza iwe kitambaa cha kawaida, iwe taulo, iwe kanga, iwe kitenge, iwe umenunua dukani always, chochote ulichonunua, ikishajaa izungushe vizuri. Tafuta kopo ambalo sio transparent, tafuta kopo ambalo halionyeshi kilichopo ndani, na liwe na mfuniko. Badala ya kwenda kutupa kwenye dustbin na chooni, tia kwenye kopo, kisha funga, alafu nenda kafiche mahali. Hakuna mimba mpaka siku utakapofungua na kuchungulia hicho kitambaa. Nimeeleweka vizuri? Narudia tena, mmenielewa? Nirudie? Kina mama, sikina mwezi mnaonaga mwezi unakuumizeni macho? Ukiweka kitambaa inafika mahala unabadilisha ili kuangalia mwanga wa mwezi usikuumize tena. Kile kitambaa cha kwanza kile kikunje vizuri, tafuta kopo ambalo halionyeshi kilichopo ndani. Nimeeleweka vizuri? Makopo kama ya kuhifadhia kahawa, Afrikethi yale, si mnayajua? Au ya plastiki, lakini huwezi kuona kilichopo ndani. Ile pedi badala ya kwenda kuitupa jalalani au kwenda kuitupa mahala fulani, izungushe, ifunge vizuri, tumbukiza kwenye kopo, funga kopo lako, nenda kahifadhi kabatini, kwenye begi, mahala popote. Lakini mtu yeyote asifungue. Ukifunga vile hata miaka 3 ili upate mimba, ile siku unayotamani mimba unafungua, ukiangalia tu mwezi huo kitu. Ni simple like that. Una sababu ya kumeza vidonge? Una sababu ya kuchoma sindano? Una sababu ya kuweka kitanzi? Acheni kufanya vitu vyenye madhara. Ndugu zangu, utaratibu wa kupanga uzazi uko mwingi. Liko nataja ya mwisho, pigi. Pigi zinatengenezwa kwa moja kati ya vitu viwili. Ama aina maalumu ya miti ambayo naogopa kuisema kwa sababu inawezekana lugha yangu na lugha yako itatofautiana. Usiweke mti mwingine ukashika mimba ukanilaumu. Lakini kitu cha uhakika ni mwiko uliosongewa ugali au kupikiwa wali. Mwiko wote ambao ulikuwa unapikia chakula alafu ikatokea umevunjika wakati unapika, mwiko huo ni dawa ya uzazi wa mpango. Unachofanya, unatengeneza vijiti vidogo vidogo, unavifunga kwa idadi ya witiri 5, 9, 7, 11, alafu unavaa kiunoni kama cheni, lakini unavaa kwa uzi mgumu usiokatika. Navaa ukiwa katika blidi. Ukimaliza blidi uwe ushavaa. Ukivaa hiyo pigi ina uwezo wa kukuzuia kuzaa mpaka siku utakapoifungua mwaka unaoutaka wewe. Nimeeleweka hapo? Bado una sababu ya kutumia uzazi wa mpango wenye madhara? Ziko nyingi, maelezo mengi tutaeleza siku za usoni, lakini leo wana taasisi ya Bujada Islamic Dua Center
mfaidike na mafundisho haya machache na njia chache nilizofundisha, na jitahidi lile kopo uliofichia ile kitambaa chako lisipotee. Nimeeleweka vizuri? Kwa kuwa makini kulichunga, lisije sasa ukaliacha ovyo ovyo, akifungua mtu akiangalia mimba, wakichukua wanga wanakutengenezea dawa na bleed mpaka unakufa. Kwa hiyo kuwa makini kuhifadhi. Kuna watu wengine wako makini na vitu vyao. Kuwa makini kuhifadhi. Baada ya kusema haya, niwaombe, nimepitisha dakika 4. Naomba radhi Sheikh Abu Jadawi. Nimepitisha dakika 4, lakini natumai dakika hizi mmepata pia faida kubwa ambayo katika maisha yenu mtanikumbuka nikiwa hai au nimekufa. Wabillahi tawfiki, wassalamu alaikum. Allahumma sahilana mima nuridu wanajina mima nakhaf bifadhlika ya latif ya latif ya latif ya latif. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mwisho